Unaitwa nani na umefuata nini humu ndani? Naitwa Faisal. Niko namuulizia Zahra. Naitwa Faisal. Wewe kijana, umefuata nini humu ndani? Usiponiambia nitakupoteza ndani ya dakika hizi 5 tu. Mimi ni rafiki yake Zahra tu. Nasoma naye chuo. Na nimekuja kumuulizia kwa sababu sijamuona kama siku 3 chuo ni ndio maana nikaja kumuulizia. Zahra anaumwa na amelala. Ana siku 3. Yupo hoi humu ndani. Samahani, naweza nikamuona? Huwezi kuingia humu ndani. Unaweza kuondoka zako. Nimekwambia huwezi kuingia humu ndani, unaweza ukaondoka. Unanitazama nini usoni? Sepa. Faisal. Hey. Sawa. Hivi Zahra shuleni kwani ana ugomvi na mtu yote? Hapana. Hana ugomvi na mtu yote. Sawa. Chochote kile kitakachojiri, naomba unipe taarifa mapema sana. Sawa. Sawa. Uwe na siku njema. Unaweza ukaenda, unashanga nini hapa? Unaweza ukaondoka. Unang'ang'ania sharubu ya kitu gani hapa? Potea! Flora iko wapi? Iko wapi Flora? Faisal, una taarifa zote kuhusu Zahra? Maana mzazi wake amekuja hapa kumuulizia. Na mimi nina wiki kadhaa simuoni darasani. Sasa kwa kuwa wewe ni mtu wake karibu, anaona kama mkaribu. Vipi? Haujawasiliana na Zahra hivi karibuni? Kusema kweli madam, mimi na Zahra hatujawasiliana muda mrefu sana. Na sina taarifa zake zozote zile. Hata mimi nimejaribu kutafuta kuulizia, lakini hakuna majibu ambayo nimepata ya kuridhisha. Kwenye simu kupigiana simu mara mwisho kukutumia hata text jumbe fupi ilikuwa lini? Hamjawasiliana hivi karibuni? Hapana. Sasa atakuwa wapi? Ninafikirisha sana. But anyways, sawa. Waendelea na mambo yako. Tutaonana darasani. Sawa? Sawa. Okay. Vipi kijana? Mbona kana una taharuki, kuna shida gani? Boss. Kumdhibiti yule binti inahitaji nguvu kubwa sana. Unamaanisha nini ukisema hivi? Wewe ni askari, tena shupavu katika jamii yetu. Unashindwa na kabinti kadogo. Sio binti wa kawaida. Isipokuwa labda tu wawili tunaweza tukampata yule binti. Una maana gani ukisema hivi? Ana nguvu kubwa sana. Malevu. Mbona nitaka kunichanganya sasa hizi? Huyo binti ana nguvu kukushinda wewe. Huyo binti ana nguvu kukushinda wewe. Twende gym tuongeze nguvu, si ndio? Hauwezi kufanya ishara yote tukajua kama una shida gani tukaja hapa. Kwa nini ni kiumbe cha kawaida? Wewe ni mwanadamu.
Tutaendelea kuchamba watu hadi lini? Wakati tuna mission hizo tunataka kuifanya. Boss ni kuruge. Boss, nahitaji nguvu. Toka. Toka nimesema. Kana uzembe tu muda wote hapa. Kwa sauti ya chini. Anzia do re mi fa sol la ti do. Tunaanza kutokea juu kuja chini. Do re mi fa sol la ti do. Do re mi fa sol la ti do. Kaza sauti. Afu kaa vizuri. Sit upright. Okay. Kwa hiyo sit upright. Kaza tumbo. Fanya ha. Sauti itoke tumboni. Ha. 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 Ha ha 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 ha. Safi. Yaani sikutegemea kama ungekuwa mwanafunzi mzuri hivi. Kwa muda mchache tu umeweza kuimba. Atakuwa msanii mzuri sana huyo. Asante madam. Mimi si nilikwambia anapenda sana kuimba. Yuko vizuri. Atakuwa mwimbaji mzuri sana huyo. Asante madam. Mwenzangu nimehangaika, nimeishia kupata chipsi. Kaeka mayai na mayonnaise, pilipili kwa wingi. Si unapenda? Malikuwa nina njaa. Haya sasa jaji. Hivi nyie, si tulikubaliana hakuna kula junk foods kwa kipindi hiki? Wewe, vyakula vya mafuta vinaweza kuwa hasara kubwa sana kwa sauti yako. Wewe. Hebu nipe huko. Na wewe endelea na mazoezi. Mpaka upate hiyo noti. Endelea na mazoezi. Hebu nipishe. Hiyo mwanzo na mwisho kuja kumuona mume wangu. Ni wa kwangu. Ni wa kwangu mimi. Mimi ndio wa kwanza. Kitu gani kinaendelea hapa? Mbona fujo? Unauliza wakati unaona kabisa tumevamiwa na mume wangu.
Dada, naomba toka nje. Msikia, toka. Hey, toka nje. Toka nje. Yaani kakaangu nimevurugwa. Huko nilikotoka wamenichanganya. Nimekuja hapa naomba unisaidie kitu kimoja tu. Ukanifundishie mtu adabu kwa sababu ninavyokuambia nguo nimempa kaka ina miezi miwili. Hivi unajua miezi miwili kaka? Yaani miezi miwili mtu unaweza kushona nguo hata za mtaa mzima. Lakini ule fundi pale Nungwi anajifanya yeye ana akili sana. Anani challenge mimi. Jana nimempigia simu, kanipokelea. Nikamwambia mama nguo zangu tayari. Akaniambia njoo kesho saa 10. Hapa ninavyokuambia nimetoa mguu wangu pale ofisini kwake. Nimekuta na watu hawa 4 wamemsimamia. Mimi kesho harusi. Kamati imenikalia kohoni. Namwambia basi nipe nguo mimi niondoke ili at least kama bibi harusi sipomtosha airekebishe tena. Maana kesho kiipeleka kama ni kesho kijaribisha hawezi kuirekebisha. Akaniambia, "Oh, subiri kaa hapo kwenye bench kidogo." Watu 4 wamemsimamia, afa ananiambia mimi nikae kwenye bench kidogo. Kama sio Uswahili nini huu? Sasa mimi nataka nionyeshe kwamba mimi ni Mswahili kweli. Yaani Nungwi pale atapaona pachungu. Nataka mguu mosi mguu pili. Twende pale ofisini kwake. Ukanifundishia adabu. Wewe ni fundi nini? Fundi cherehani. Anashona nguo za nini? Harusi, send off, kitchen party. Hizo nguo za watu wangapi? Za watu 4. Nani? Bwana harusi, bi harusi na mapatina wao. Akina nani? Sasa akina wao wa nini tena? Mimi nimekuletea kesi, uende katatue kesi nipate nguo au nipewe hela yangu. Wewe unaniambia tena kuna nani nini? Ulitumia bei gani gharama zake? Mimi ile hela nimepoa kwenye kamati niende nikatengenezee maharusi nguo shilingi 1,300,000. Si basi. Kitu mbagani umetumia maluni kitu gani? Unajua kuna vitambaa vingine kwenye chelani ya vikai. Alafu na hao mafundi nyewe mmefuata nyewe unashona kabisa fundi ana watu 4 wamemsimamia. Na wewe unapeleka oda yako. Nani mwenye matatizo fundi au wewe? Wakati napeleka alikuwa ana mtu. Alikuwa ana njaa kali, alikuwa ana mtu hata mmoja, alikuwa peke yake. Yeye na wafanyakazi wake basi. Hivi hao mafundi bado wapo mpaka leo hii. Na watu kuniambia ule msemo kusema fundi mzuri kinyozi ndo bado wapo mpaka leo hii, si ndio? Kaka nimevurugwa. Yaani hapa natetemeka mwili mzima. Simu ya kamati siwezi kupokea. Sasa wewe pokea. Waambie hivi tukutane kwa huyo fundi hapo Nungwi. Tutakutana hapo Nungwi. Alafu sisi tutakutana hapo tutakwenda hapo. Kidele mwali kivika. Sawa? Mkinda tutakuta wapi darajani? Yeye atakuja kupokelea huko Nungwi, sawa? Umemaliza. Mama unaweza ukaenda. Haya kaka asante. Karibu tena. Maspesho yote yaliyojaa haya mpaka ukashone. Ndio mnataka wenyewe. Na nyinyi mafundi chalani unajua kabisa una kazi za watu 7. Hii mpya. Ndio nini sasa uonekane wewe fundi sana kujaza matambaa ndani au vipi Tutaenda lakini tutajuana hapo hapo. Afternoon class. Afternoon madam. Mko sawa? Okay, nimefurahi kuwaona. Darasa lililopita niliwaachia assignment ya kufanya wimbo wa maumivu. Yaani wimbo unaoonyesha hisia. Unajua kwenye uimbaji mwanamuziki lazima uwe unaimba nyimbo za kugusa mioyo ya watu. Nyimbo yenye hisia ambao unaweza kuconnect na mashabiki zako. Na mara nyingi nyimbo za aina hiyo ni nyimbo za maumivu. Kwa hiyo niliwaambia mkaandae wimbo wa maumivu. Maumivu ya nini? Nisijui, ya mapenzi, ya familia, lakini wimbo wa maumivu. Kwa hiyo natumaini nimekwisha kuandaa. Ndio. Na kufanyia mazoezi. Sasa naweza nikawasikiliza, si ndio? Ndio. Au kuna mtu hajafanya mazoezi? Siko sawa. Mko wote sawa? Okay. Basi naomba ni msikilize mmoja mmoja. Naye anataka kuanza? Mary. Karibu. Sitaki mdomo kusema maana moyo umechoka shakata tamaa.
ninakazana na kusimama, wananivunja niwe kilema. Kama ni ndoto bado nazipambania kwenye msoto, jinsi ninavyopitia. Kama ni ndoto bado nazipambania kwenye msoto, jinsi ninavyopitia. Wimbo unagusa sana hisia. Ameona alipofanya vizuri eh? Unaona kwa kuna wengine hapo mmetaka kulia. Haya, nani mwingine? Faisal. Umetuandalia nini leo? Twende. Toka mtoto, ndoto ilikuwa kurap, matatizo yalonzunguka mkombozi hip hop. Familia haielewi, mapenzi na zingua, ni kama umevishwa mabomu Iran na jilibua. Najisi mpweke mnyonge nisojilewa, muziki kuna ligi ya train nipe hewa. Huba langu la moyo, huba langu la uchoyo, huba langu linanipa nyama miki bugoyo. Safi sana Faisal. Watu wa hip hop wako na moto. Lakini licha ya kwamba ameimba hip hop na kuchana, lakini bado unaona ameonyesha hisia kwenye michano yake. Na hicho ndicho ambacho mimi nakitaka zaidi. Safi. Aha. Nani mwingine tena? Zahra? Hebu imba tukuone. Siwezi kuishi bila we, mti mwema ndopigwa mawe. Unanitesa, unaninyanyasa, nashindwa toka, umenikamata. Sema kama unitaki, kama unitaki. Fungu lako bila nitakuwa sawa sawa. Sema kama unitaki, kama unitaki. Sema kama unitaki, kama unitaki. Vizuri sana. Naona mmeanza kuiva sasa. Nyimbo zote nzuri na mimi nimezipenda kabisa na zina ujumbe. Safi sana. Nani mwingine tena wa mwisho? Group letu pendwa. Yes. Sawa. Tupatieni mlichokiandaa.
na kila mara unaniweka roho juu. Najiuliza ngoja nimeseti unaitwa. Tabu huyu. Mimi ngako sio naimalizia sasa hivi lakini jamani. Umeona gubu ndugu yangu? Hiyo shilingi 5,000 yako ndio tatizo. Njoo saa 10. Ndugu yako ndio tayari. Mwanangu meme. Oh, fungufu tu. Mwana wewe. Mwambia kweli wewe. Nje. Haya fundi unajiita fundi mtoto wa kisiwani, fundi Makame, fundi Kombo, fundi Juma, fundi Shabani. Fundi unakula vya watu, fundi ndo maana unenepi. Fundi umekomaa umekakaje neza na watoto wadogo. Haya imekuaje? Nguo miezi misita, shughuli kesho kutwa. Nguo miezi sita mpaka leo hujamaliza. Kwa nini? Na kama unavyojua mshono na umbo, watu wanataka wakaonyeshe mishono, yani wanataka wakaonyeshe mishono baba. Watu wamekaa wanataka kwenda kwenye shughuli, wewe hujashona nguo za harusi. Unategemea nini? Umekaa unashika tama. Tulikutuma mamako akuzae. Pamoja na hayo, watu wanapoonyesha shono zao maneno anaonyesha shepu. Mtoto ajibane aonekane. Wewe umekaa umeshika kama unaongea simu vocha kibao kati za wenyewe hauna kitu. Tuambie kwa nini wale memedi wamekosa na shughuli kesho? Kwanza boss mambo yanaongea na uchungu sana wa mafundi. Kwanza tabia zenu nyewe, kwanza mkitaka kumshonea mtu mao mshone hivi mnaburuka, mtu kakataka mshono mwingine, mnakaza mshono mwingine. Haya leo mtu anashinda kwenda ukumbini kwa sababu yako kwa sababu. Kwanza nyewe kwa nini mafundi mmekuwa waongo? Naongea nayo unaniangalia kila siku nyewe kazi ya uongo. Mimi wewe umekuja hapa unafikiri kama vile labda una fundi wa maana. Kome tabia kuchukua miguu, uwezo wa kushona hamna. Hiyo tabia mnao sana nye mafundi. Ndio maana mnapigwa kila siku. Kesi zenu kutoka polisi hapishi kwa ajili ya tabia zenu. Na sisi ndio Mkwaju family tukimbembeleza kulwa Doto analia tu na mbambambo. Pamoja na hayo, tabia kuchukua vitambaa, mtu katoka kataka kitambaa cha maruni umeenda kumchukia black clothes. Mtu kataka black clothes ukaenda kumchukulia white. Baba hiyo mwanzo na mwisho. Mafundi tabia hiyo mnayo. Sasa fundi mzuri kama kinyozi na wewe tunataka wewe kama kinyozi. Unamnyoa mtu kichwa chake anaondoka nacho. Sio na kitambaa kushonea watoto wenu majumbani. Kitambaa tunashona migauni ndio tubana. Vitoto vinakaza kushona miguu nyumbani. Marufuku. Kama umetumwa hii. Kinyozi wa ukweli. Kinyozi fundi wa ukweli. Fundi wa ukweli. Fundi wa ukweli. Tulikupa muda wa kutosha. Mpaka sasa hivi hakuna chochote ulichokifanya. Zahra amepotea. Mpaka sasa nimeshapitia vikwazo vingi sana. Lakini bado napambana. Muda umeisha.